Sasa Yoni akaanza kumwelekeza Yomi jinsi ya kumwandalia chakula Jinwoo na akampangilia kabisa na vyombo vya kupikia. Yomi akamuuliza, samahani, kwa nini unanielekeza wakati nafanya kazi kama inavyotakiwa? Yoni akasema, nimesikia Jinwoo huwa hapendi chakula unachompikia. Akamwambia, sasa kuanzia sasa unatakiwa kunitumia picha ya kila chakula unachomwandalia Jinwoo ili nikikague, kwani karibuni naenda kuwa mke wake. Lakini Jinwoo akafika na kuuliza, nani aliyesema hivyo? Kisha akasogea pale na kumvuta Yomi karibu. Yoni wivu kamjaa. Kisha akamwambia Yoni, nitakula chakula anachoniandalia Yomi tu, kwa sababu yeye ndio anajua nile nini. Hivyo hakuna mtu ambaye anatakiwa kumwambia nini cha kufanya isipokuwa mimi tu. Kisha akamshika Yomi na kuondoka naye pale. Wafanyakazi wakafurahi kwani leo Yoni kaaibika. Lakini Yomi akamwambia Jinwoo kuwa yupo bize kwa sasa. Jinwoo akamshika mkono na kumwambia, mimi niko bize zaidi yako. Kisha akaondoka naye. Yoni kuona anapotoka akamind balaa. Sasa Jinwoo akamleta Yomi katika huu mgahawa. Yomi akauliza, kwa nini umenileta hapa? Jinwoo akamwambia, nimekuleta hapa ili ujifunze aina ya vyakula ninavyovipenda. Pia Yomi akamuuliza kuwa ulimaanisha nini muda ule uliposema kuwa utakula chakula changu tu. Jinwoo akamwambia, kwa sababu wewe ni mfanyakazi wangu. Yomi akamuuliza kama ana mahusiano na Yoni, lakini Jinwoo akamwambia hapana. Pia akamweleza kuwa kuanzia sasa kila mtu afuate mambo yake, yaliyopita ameshapita. Akamwambia, kama ulivyosema kuwa siku ile ilikuwa bahati mbaya. Yomi kusikia hivi akaanza kupata kwikwi, na hii ni mara nyingi inatokea akiwa na Jinwoo. Basi baada ya kumaliza kula, Jinwoo akamwambia Yomi, jifunze kutengeneza chakula kama tulichokula leo. Sasa Yomi anapotoka, Jinwoo akamshika na kumvuta, wakawa kwenye zero distance. Sasa kama kawaida, Yomi akashikwa na kwikwi. Jinwoo akamwachia na kumwambia awe anaangalia vizuri, maana alikuwa akakosea mlango. Lakini kwikwi ikaendelea kumshika Yomi. Sasa Jinwoo hakujua shida ni nini. Baadaye kwa nyumbani akawa anamkumbuka yule jamaa ambaye alikuwa anataka kumharibia Yomi kazi. Akaamua lazima amkomeshe. Sasa akafungua haka kabox kadogo, kumbe Yomi alisahau blast pad zake kipindi kile miaka 3 iliyopita, na akaamua kuzichukua na kuzihifadhi. Lakini akawa anajiuliza, kwa nini ninazo mpaka leo? Kesho Jinwoo akaamua kwenda kupata chakula cha pamoja makusudi ili amkomoe meneja jamaa, kwani ana mpango wa kumharibia kazi Yomi. Yomi na wenzake ikabidi waandae msosi wa pamoja, na Yomi ndiye akachagua aina ya chakula cha kupika. Kisha haraka na mapema wakaandaa. Sasa Jinwoo akamweleza meneja jamaa kuwa alisikia akiongea na simu kuhusiana na mambo ya wafanyakazi. Akamwambia, unatakiwa ufocus na kazi yako kwa sababu mkataba wako unaisha karibuni. Meneja jamaa akaona aibu pale, akajifanya kama kapaliwa na chakula na kuondoka. Jinwoo akaonja msosi na akaona leo msosi upo mzuri. Akampa ishara Yomi kuwa leo katisha. Yomi akafurahi sana. Baadaye wenzake wakawa wanapiga story kuwa Jinwoo inaonekana na mahusiano na Yoni, lakini Yomi akamwambia sio kweli, kwani nilimuuliza jana. Sasa kesho yake ikawa ni weekend. Jinwoo alikuwa anaenda kazini, maana anapiga kazi hadi weekend. Lakini akajikuta kamisi msosi wa Yomi. Akampigia simu, lakini akapokea mdogo wake na kuita mama. Akashtuka, mama tena? Yomi kurudi akaichukua simu kwa mdogo wake. Jinwoo akamwambia kuwa anahitaji akampikie chakula nyumbani kwake. Yomi akashangaa kwani leo ni weekend. Jinwoo akamtumia address ya mahali anapoishi. Lakini hakuwa na namna, ikabidi akubali, maana hii ndo kazi yake. Sasa mama yake alikuwa katoka, hivyo ikabidi aondoke na mdogo wake ambaye anaitwa Dong. Wakafika hadi mahali anapoishi Jinwoo. Basi akamwambia mdogo wake atulie na asilete vurugu kwenye nyumba ya watu, kisha wakaingia ndani. Alipoingia akakuta kuna shuka kwenye kochi, akashangaa kidogo. Basi akaingia na kuanza kuangalia vyumba mle ndani, lakini vingi vilikuwa empty. Akaingia hadi katika hiki chumba ambacho kilikuwa na vitu mbalimbali vya Jinwoo. Sasa akajiuliza, ina maana hana chumba cha kulala? Sasa hapa ndo tujue kwamba matajiri hawanaga time la kulala. Yani jamaa ni director wa kampuni kubwa, lakini analala kwenye kochi, kwani masaa mengi anakuwa busy. Lakini mwenzangu na mimi tunalala kwenye 6 kwa 6 masaa 12. Basi Yomi akaanza kumwandalia msosi, lakini vitu vingi vilikuwa havipo. Mara akasikia kuna kitu kimedondoka, akawahi juu, akamkuta Dong kwenye meza ya Jinwoo, na alikuwa alishadondosha kale kabox kadogo. Kadogo ni kakorofi bara. Kuangalia akakuta kamevunjika kidogo upande mmoja. Akataka kufungua ili aangalie kuna nini, labda kuna necklace au bracelets, lakini akaona sio vizuri kufungua vitu vya watu bila kujua humu ndani kulikuwa kuna blast pad zake. Akakaweka vizuri na kukarudisha pale kwenye meza. Ikabaki kuwasilia yeye na mdogo wake. Baadaye kidogo Jinwoo akarudi. Kufika mezani akakuta kuna msosi na ujumbe, msosi upo tayari lakini mimi nimeenda, enjoy. Pia akaliona na lile koti lake, kumbe Yomi alikuwa nalo mpaka leo. Akaingia hadi kwenye chumba chake, lakini hakuhisi kitu. Basi akashuka hadi chini na kuendelea kupata msosi. Lakini mdoli wa mdogo wake Yomi ulisahaulika. Basi akawa na enjoy pale msosi alioandaliwa na Yomi. Kesho kazini Yomi akawa anamwandalia msosi kama kawaida.
Lakini wenzake wakahisi leo mbona kama anaweka manjonjo mengi kwenye msosi na amekuwa na ukaribu sana na bosi wao, wakaanza kuhisi kitu. Huku Yeoni leo akamletea chairman chakula na chairman anamkubali kwani ana rafiki mzuri na wazazi wake Yeoni. Yeoni kajifunza kidogo kupika ili aongeze ukaribu na Jingwoo. Mzee akapiga kijiko kimoja cha kwanza, lakini akafumba macho maana chakula kilikuwa na chumvi hatari. Lakini akamwambia Yeoni chakula kipo vizuri ili asijisikie vibaya. Mara Jingwoo naye akaingia pale. Baba yake alikuwa na wasiwasi kwani juzi tu kaanguka kwa sababu hapati chakula cha kutosha. Akamwambia afanye haraka aoe kwa sababu anahitaji mjukuu. Yeoni akafurahi akijua mzee anamaanisha Jingwoo amuoe yeye, lakini Jingwoo hakuwa na mpango huu kwa sasa. Sasa Yomi anapopita pita hapa akamwona Yeoni. Akilini akawa anafikiria kuwa kale kabox kana zawadi ya Yeoni. Yeoni naye akamuona na kumsimamisha. Yomi akawa anataka kupita lakini Yeoni akamzibia njia. Kisha akamwambia kazi yako ni kupeleka chakula ofisini kwa Jingwoo, usivuke mipaka. Kisha akaondoka na baadhi ya wafanyakazi wakawa naomba saini yake maana ni maarufu sana. Leo Jingwoo aliporudi nyumbani akawa na kaangalia kale kabox. Ndio leo akagundua kuwa kamevunjika kidogo. Akahisi huenda Yomi atakuwa kaangalia kilichomo ndani. Akaanza kujilaumu, akahisi Yomi atakuwa kamuona yeye ni muhuni kwa kutunza zile blister pad. Kesho kwenye kikao cha kampuni, akilini akawa anafikiria tu kuwa jana Yomi aliziona zile blister pad na akawa anamcheka. Akajikuta akasema haiwezekani. Watu wakajua kapinga idea iliyotolewa, lakini kumbe yeye alikuwa na mawazo yake. Aliporudi nyumbani akawa anaendelea kufikiria, akilini mwake akawa anajua kuwa Yomi alifungua kile kibox na akaziona zile blister pad. Akataka kukitupa lakini mara akaona kuna kitu chini ya kabati. Kuangalia akaona ule mdoli wenye macho makubwa. Upande wa pili rafiki wa Yomi, Jang Tae alikuwa na mdogo wake Yomi. Yomi akafika na hapa ni jirani na mahali wanapoishi. Basi akataka kumchukua mdogo wake lakini mara akapigiwa simu na alikuwa ni Jingwoo. Akamuuliza yuko wapi. Yomi akamwambia nipo nyumbani. Jingwoo akamwambia naomba uje, nina maongezi na wewe. Yomi akamwambia sasa hivi ni usiku, tutaongea vizuri kesho kazini. Lakini Jingwoo akamwambia nakuja nyumbani kwako. Yomi akashangaa maana anajua kuwa Jingwoo hapajui anapoishi. Basi haraka akachukua gari lake na kuelekea mahali anapoishi Yomi. Baada ya dakika chache akafika na Yomi alikuwa nje akimsubiri. Yomi akashangaa akajuaje mahali anapoishi. Jingwoo akamwambia siku ya kwanza nilipokuona kwenye kampuni nilifuatilia taarifa zako zote. Basi Yomi akamuuliza ni kitu gani unataka kuniuliza. Jingwoo akachukua ule mdoli na kumuuliza kama aliingia kwenye chumba chake. Yomi akataka kukataa lakini mdoli ilikuwa ni ushahidi tosha. Jingwoo akamuuliza kama likafungua kale kabox. Yomi akamwambia samahani na kumpa bahasha yenye kibox ambacho kilikuwa kinafanana na kile cha kwake, japo kilikuwa si cha gharama lakini akaomba aipokee. Lakini Jingwoo akaendelea kumuuliza kama aliangalia kitu kilicho ndani. Yomi akamwambia naweza kusema kipoje. Sasa Yomi akawa anaongelea kuhusu necklace, lakini Jingwoo akahisi anaongelea zile blister pad. Basi akaendelea kulalamika pale. Akahisi Yomi aliziona zile blister pad. Sasa Jingwoo kuangalia akamwona Jang Tae. Jang Tae akasogea pale maana aliona kama Jingwoo anamlalamikia Yomi. Jingwoo akauliza wewe ni nani? Yomi akashangaa kumwona Jang Tae. Jingwoo akaendelea kuuliza huyu ni nani? Lakini cha ajabu Jang Tae akamshika Yomi na kumkumbatia mbele ya Jingwoo. Kisha akamwambia Jingwoo unaweza kisia kuwa mimi ni nani yake. Yomi akataka kuongea lakini Jang Tae akamzuia. Akamwambia Jingwoo najua wewe ni bosi wake lakini hapa sio kazini. Kisha akamwambia Yomi aondoke. Yomi akageuka na kumpa heshima Jingwoo. Lakini hii ilimuuma sana Jingwoo kumwona Yomi na mwanaume. Basi akawasha gari lakini akawa anakumbuka jinsi Yomi alivyochukuliwa. Yeye mwenyewe akawa anajishangaa. Huku Yomi akamuuliza Jang Tae kwa nini kafanya vile. Jang Tae akamwambia ni kwa sababu akataka kumwambia kitu lakini akasita, akapotezea na kumwambia niliona unalalamikiwa. Yomi akamwaga na kumtakia usiku mwema. Jang Tae anampenda sana Yomi lakini ni rafiki yake kwa muda mrefu, hivyo hajui ataanzia wapi kumwambia. Upande wa Jingwoo aliendelea kuwa na mawazo lakini akajisemea ni sawa kwake kuwa na mpenzi kwani miaka 3 ishapita. Huku Yeoni alikuwa na rafiki zake ambao ni waandishi wa habari katika televisheni moja. Sasa wakawa wanatamani kumpata mtu maarufu ili wamfanyie interview. Yeoni kusikia hivi akaamua kumpendekeza Jingwoo. Sasa Jang Tae kabla hajaenda nyumbani kwake akawa anaiangalia sana apartment ambayo Yomi anaishi. Anampenda sana Yomi lakini hajui ataanzaje kumwambia. Yomi naye hadi sasa alikuwa bado hajapata usingizi. Basi naye akawa anakumbuka miaka 3 iliyopita siku ile Jingwoo alimwambia kuwa yeye ndio mwanamke wa kwanza kumwona mrembo akilia. Lakini Jingwoo naye akiwa huku akawa anakumbuka jinsi walivyokuwa pamoja siku ile usiku miaka 3 iliyopita. Kila mtu akawa anamfikiria mwenzake kwa upande wake. Kesho yake Yomi akafika kumletea breakfast. Sasa alipoingia Jingwoo akampa ule mdoli auchukue. Yomi akachukua kile kiboksi na kumwomba kipokee kama samahani, lakini Jingwoo akamshika mkono.
Yomi akashtuka. Jingwoo akamwambia usinipe ile box tena. Kwikwi kamkamata Yomi kama kawaida. Pia Jingwoo akamwambia asiongelee tena kuhusu hili. Yomi akasema sawa na akaomba amwachie mkono. Jingwoo akamwachia. Sasa kabla Yomi hajaondoka, Jingwoo akamuuliza, yule jamaa wa jana ni mpenzi wako? Yomi akakumbuka Jang Tae alifanya vile ili Jingwoo asimsumbue. Hivyo akamwambia Jingwoo kuwa haya ni mambo yangu binafsi tofauti na kazi. Kisha akamwaga na kuondoka. Jingwoo wivu ukawa unamsumbua, akaanza kuhisi wenda kweli yule jamaa ni mpenzi wake. Lakini kuangalia breakfast ilikuwa bomba sana. Basi akaamua kuchukua na picha kabisa. Baadaye Jingwoo akiwa na Secretary Jang akakichukua kitabu cha Secretary Jang na kuangalia, kulikuwa na picha ya jamaa ambaye ni mwandishi na alikuwa ni Jang Tae. Kumbe Jang Tae ni mwandishi mkubwa pia. Akamind na anapoondoka akakitupa chini. Baadaye Yomi akamletea chakula cha jioni. Jingwoo akajifanya yupo serious sana. Akamwambia anaweza kwenda kwa sasa. Yomi anapotoka tu akakichukua kile chakula na kuanza kukipiga. Yomi kabla hajaondoka, Jang Tae akamuuliza kama anapenda watoke waende mahali fulani. Lakini hapo hapo Jingwoo akamwambia umeniandalia chakula kidogo, nataka uniongezee kingine sasa hivi. Ikabidi aandae chakula kingine na kumpelekea Jingwoo. Jingwoo akamwambia unaweza kwenda. Basi Yomi akawa anatoka, lakini alikuwa kachoka sana. Sasa Jang Tae akampigia simu na kumuuliza kwa nini hajafika mpaka sasa. Yomi akawa analalamika pale kuwa bosi wake alikuwa hajatosheka, hivyo akabidi amuongezee chakula. Jang Tae akamuuliza kama anataka aje amchukue. Sasa kumbe Jingwoo alikuwa akisikia kila kitu. Yomi kuangalia akamuona na kushtuka. Jingwoo akajua kuwa Yomi kuna mahali anataka kwenda na Jang Tae. Sasa makusudi akamwambia bado sijashiba, niandalie na tambi. Kisha akakaa kusubiri. Ikabidi Yomi aende kumwandalia. Huku Jang Tae akiwa anamsubiri Yomi, akafika mama wa Yomi, naye pia anamkubali sana Jang Tae, kwani ni rafiki wa Yomi wa muda mrefu sana. Jang Tae akatoka na kwenda kucheza basketball. Alikuwa na mawazo, maana anampenda Yomi, lakini Yomi kwa sasa akashindwa kuja kwa sababu ya bosi wake. Akamind sana. Huku Yomi akawa anamwandalia tambi Jingwoo, lakini akashangaa sana, kwani leo Jingwoo hatosheki na chakula. Baada dakika kadhaa akampelekea, lakini akakumbuka kuwa kuna kitu kasahau cha kuweka chini ya meza. Lakini Jingwoo akachukua kitabu ambacho mwandishi ni Jang Tae na kukiweka mezani. Na akafanya hivi makusudi kwa sababu anamchukia Jang Tae. Basi Yomi akaomba aende maana tayari ni usiku, lakini Jingwoo akamwambia akae chini na asubiri amalize kula. Yomi ikabidi akae. Jingwoo akawa anakula chakula huku Yomi akiwa pembeni. Akamuuliza Yomi kama kamharibia mipango ya kutoka na mpenzi wake. Yomi akamuuliza kwa hiyo umeagiza chakula mara nyingi kwa sababu ulikuwa utaki nikaonane na Jang Tae. Lakini Jingwoo akamwambia sina muda wa kufanya hivyo. Kisha akamwambia kuna kitu kimoja nataka kuangalia. Akasimama na kumsogelea Yomi karibu. Yomi akashtuka na kwikwi kamshika tena kama kawaida. Jingwoo akawa anatabasamu tu. Yomi akasema ngoja nikachukue maji, lakini Jingwoo akamzuia. Kisha akamwambia nahisi najua kwikwi zako zinamaanisha nini, maana toka zamani walipokutana mara nyingi sana wakiwa pamoja huwa anapata kwikwi. Akamsogelea na kumshika. Kisha akamuuliza hizo kwikwi ni kwa ajili yangu tu eh? Yomi akabaki kimya kwa muda, kisha akaitoa mikono ya Jingwoo na kumwambia ni kwa sababu siwi comfortable unapokuwa na wewe, ndio maana huwa anapata kwikwi. Jingwoo akashangaa. Yomi akaona hii ndio chance ya kuondoka, akamwaga na kuondoka. Basi akafika hadi mahali ambapo anafanyia kazi Jang Tae. Na Jang Tae alikuwa na mdogo wake Dong. Akampatia Dong mdoli wake, kisha akamwambia Dong kuwa anatangulia ndani, maana apartment yake ipo kwenye hili jengo. Huku ndani mama yake alikuwa anajikumbushia video za enzi hizo alipokuwa kijana. Yomi kuingia akamwomba mama yake azime, lakini mama yake akadai kuwa anajikumbushia enzi zake za ujana. Yomi hakupenda. Mama yake akamuuliza kwa nini unaona aibu wakati ushakuwa mkubwa, lakini Yomi alijisikia vibaya sana na kutoka nje. Mama yake akaendelea kuangalia video zake na ni kama adult video hivi. Yomi akatoka hadi nje na kuanza kunywa. Jang Tae akamfuata na akajua lazima Yomi atakuwa na mawazo. Akampatia kitu cha kutafuna na kumwambia ajaribu kumuelewa mama yake. Lakini Yomi akamwambia unakumbuka maisha niliyoyapitia high school? Kumbe Yomi alipitia mambo mengi sana hapo zamani kwa sababu ya kazi ya uigizaji wa mama yake. Siku moja alipokuwa kwa rafiki zake, wakaweka mkanda mmoja na kuamua kuangalia kwa siri kwa sababu ilikuwa ni adult content. Sasa wakaanza kuangalia, lakini aliyekuwa kwenye movie alikuwa ni mama yake Yomi. Yomi kumuona mama yake hakuamini kuona mama yake anacheza video kama hizi. Aliumia sana na toka hapo alianza kufanyiwa vituko na kudhalauliwa shuleni. Na Jang Tae alikuwa akishuhudia na kumuonea huruma sana. Basi aliishi maisha ya shida kwa sababu ya kazi anayoifanya mama yake. Sasa akawa tayari kashalewa. Baada ya kuongea sana akapitiwa na usingizi na kulala kwenye bega la Jang Tae. Basi Jang Tae akabaki anamwangalia maana anampenda sana Yomi, lakini hajui ataanzaje kumwambia. Kesho Jingwoo kufika kazini akamwona Yomi na akamsikia akiongea na Jang Tae.
Sasa akaona wivu, ili kumfanya Yomi aweze kuwa busy na asiongee na Jang Tae, akamwagiza secretary na kumwambia Yomi aandae chakula cha watu 10. Yomi akashangaa. Secretary akamwambia kuwa kuna interview na kitengo cha television, hivyo anatakiwa kuandaa chakula. Yomi akachoka, lakini kabidi akubali. Sasa kumbe hii idea ya interview Yeoni ndio aliyoitoa. Jinwoo akagundua kuwa Yeoni ndiye kampendekeza kwenye interview. Sasa waandishi wa habari wakawauliza wana mahusiano gani. Kabla Yeoni hajasema, Jinwoo akasema sisi ni ndugu, huyu ni kama mdogo wangu hivi. Pia akamwambia kuwa baada ya interview watapata chakula cha pamoja, maana alishamwambia Yomi aandae chakula. Huku Yomi akaanza kuandaa chakula cha watu 10. Basi huku interview ikawa inaendelea na Yeoni ndiye alikuwa akiongea na Jinwoo. Yomi akawa anaendelea kupika na baada ya kumaliza akawa anapeleka. Mwenzake kamsindikiza hadi hapa, kisha ikabidi arudi kuendelea na kazi na Yomi ikabidi aende kupeleka chakula. Sasa katika interview Yeoni akaomba kumuuliza swali Jinwoo. Akamuuliza, mimi unanionaje? Watu wakaanza kusema itakuwa wana mahusiano. Sasa Jinwoo akamwona Yomi kafika pia. Kabla hajajibu alamu ikalia, muda wa interview kao umeisha. Basi watu wa kitengo cha television wakashukuru sana kwa interview nzuri. Sasa wakamwona Yomi. Yomi akamwambia kuwa nimewaletea chakula, lakini cha ajabu wakafika watu wa hotelini kuleta chakula. Jinwoo akashangaa, kwa nini wameleta chakula wakati alimwomba Yomi aandae? Basi vyakula vyote vikawekwa mezani, lakini watu wakachagua chakula cha hotelini na si alichopika Yomi. Sasa kumbe Yeoni ndiye aliyeagiza. Akajifanya kama anamuomba msamaha Yomi kuwa alijisahau kama anaandaa chakula, lakini alifanya hivi makusudi. Yomi akasema hakuna shida, kisha akaaga na kuondoka. Jinwoo akataka kumfuata, lakini Yeoni akamzuia na kumwambia anaomba wale pamoja kwani kuna watu hapa. Lakini Jinwoo akamwambia uliyofanya yanatosha, kisha akaondoka. Akamfuata Yomi na kumuomba msamaha, lakini Yomi akamwambia naomba unisamehe sana mimi, sababu ni kama nimeharibu mahusiano yenu. Nimefanya ukasirike kwa kuvunja ile zawadi uliyotaka kumpa Yeoni. Akaomba msamaha kisha akaondoka pale. Jinwoo akashangaa maana hakuelewa Yomi anaongelea nini. Kumbe Yomi alielewa tofauti. Yomi akaenda washroom na akawa analia. Sasa akawa anajishangaa mwenyewe kwa nini analia wakati hana mahusiano na Jinwoo. Lakini hisia huwa hazijifichi. Baadaye akiwa ametulia akawa na mawazo sana, lakini mara akapigiwa simu na Secretary Jang. Akaambiwa kuwa njoo hospitali mara moja. Akashtuka, ina maana Jinwoo yupo hospitali? Bwana, hii ilikuwa ni nafasi ya 3. Pia kuanzia sasa tumerudi tena, kwa sababu siku 2 zilizopita nilikuwa na changamoto kidogo, lakini nashukuru Mungu kwamba nishazisolve tayari, na kwa sasa mtakuwa mnapata movie kwa wakati. Asanteni sana kwa uvumilivu, pia nawatakia siku njema na tukutane katika nafasi inayofuata. Bye bye.